Habari. Mimi ni Dr. Kala, ni daktari wa Tanzania ambaye anaishi nchini Marekani kwa sasa, na nimekuwa nikitoa video mbalimbali kuongea na wadau wa elimu ambao wanatamani kuja kusoma na kufanya kazi huku nchini Marekani. Sasa kuna video moja niliwahi kutoa inazungumzia safari ya kufanya kazi Marekani kama daktari, na kuna mdau mmoja aliyekuniambia kwamba nizungumzie comparison. Nishatoa video ya kufanya kazi Marekani na kufanya kazi Uingereza, na mdau mmoja aliniambia kwamba nitoe video inayozungumzia comparison kuhusu hizo nchi mbili, na nilimwahidi kwamba nitafanya hicho kitu, na leo nimepata nafasi nikasema ngoja nikae nizungumze. Ni kweli kama daktari uliosoma Tanzania unaweza kuja kufanya kazi Marekani au Uingereza, japokuwa sio vyuo vyote. Kuna baadhi ya vyuo Tanzania bado havijao registered. Hiyo ni mada nishaizungumzia kwenye mada zangu, kwenye topic zangu. Unaweza kuangalia baadhi ya video zangu kuona hiyo topic. Sasa tuende kwenye topic kwamba ipi ni nzuri kuliko mwenzake. Kwa utafiti niliofanya naweza nikasema kwamba kila mmoja ina faida na hasara zake. Unaona? Inategemea na wewe situation yako sasa hivi ikoje. Ngoja nianze na njia ya kufanya kazi Marekani kama daktari. Faida, nianze na faida za kufanya kazi Marekani. Faida ni mshahara. Madaktari wa Marekani wanalipa mshahara mzuri, mkubwa. Naweza kusema average ni kuanzia $200,000 mpaka $400,000 kwa mwaka. Ambao ni pesa nzuri sana. Faida nyingine ni wigo mpana wa specialization. Huku Marekani kuna specialization nyingi sana ukikompare na UK. Kwa hiyo una uwanja mpana wa kuchagua ufanye kazi wapi, ufanye kazi kwenye specialty gani. Kitu kingine ni teknolojia. Ukikompare teknolojia ya UK na Marekani wako mbali sana, na hizo teknolojia hawatumii tu kwenye matibabu tu, hata kwenye sehemu za utafiti au research. Unaona? Kitu kingine ni system ni merit based, kwamba wewe ukiwa vizuri, ukiwa na uwezo mzuri, hawa jamaa wanakupa nafasi. Ukifaulu vizuri ukafanya mambo yote yanayohitajika, jamaa wanakupa nafasi kirahisi sana. Lakini pia kuna nafasi ya kuwa permanent residence, na ambayo inaweza kukupa uraia baadaye. Ukishamaliza residency yako unaweza uka apply na ukafanikisha hicho kitengo. Sasa hasara za ruti ni ipi? Ruti ni gharama sana. Unaona? Yaani kama unataka kama una mpango kujiandaa na hii safari ya kuja kusoma huko, angalau umeandaa $10,000 mpaka $20,000. Yaani kuanzia gharama za mitihani, kusafiri, kuapply interview za residence, gharama za elective au observership. Unaona? Zote hizo ni pesa ambazo unatakiwa ulipe. Kwa hiyo kama una uchumi mdogo, hiyo inaweza kuwa changamoto kwako. Kitu kingine ni very competitive, kwamba zile nafasi za residence ni chache sana. Unaona? Na kumatch huwa ni ngumu sana. Na kitu ambacho niliwahi kuzungumza na mtu mmoja, ni motivation speaker, nikamwambia hawa Tanzania ambao mnaambiwa wafanye mitihani, inabidi muambie na ukweli kuhusu bwana. Sio kwamba tufollow mitihani ndio utamatch. Hapana. Mimi
Mimi hapa Marekani na wafahamu madaktari waliofaulu mitihani na hawajamachi residency, na wafahamu wa Tanzania pia waliofaulu mitihani kwa marks nzuri tu na in some way or another hawajamachi. Sasa mtu anaweza kukwambia kwamba ukitaka kumatch fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Ni kweli. Hayo mambo yote yanaongeza probability za wewe kumatch. Lakini haimaanishi kwamba utamatch. Unaona? Kwa ni mambo issue ambayo ndio umejiandaa kisaikolojia isiye kufrustrate in case mambo yasipoenda kama ulivyopanga na umeshatumia hizo gharama zote. Hasara nyingine ni safari, is a longer path. Hii inachukua muda mrefu sana baada ya kufaulu mitihani, kwa sababu mitihani yenyewe kujiandaa average inaweza kuchukua angalau miaka 2 kama una right resources na umejipanga vizuri. Lakini pia inabidi ufanye residency angalau miaka 3 mpaka 7, inategemea unafanya residency aina gani. Naona neurosurgery nasikia nenda mpaka miaka 7 huko. Hizi family medicine, internal medicine, pediatrics ndio muda mfupi, ambazo of course foreigners wengi ndio wanazisoma. Unaona? Hasara nyingine ni chances za kupata, yani kwa mfano wewe unapenda kuwa surgeon, chances za kuwa surgeon huko ni ndogo sana. Sio kwamba haiwezekani, it's possible, lakini chance ni ndogo sana. Unaweza kuwa na kila kitu lakini bado usifanikiwe kupata kwa sababu ya competition, kwa sababu hizo surgical residence hata wazao hapa wanazigombania. Unaona? Kwa hiyo ukiona umepata nafasi mzao akaachwa, maana yake wewe ni the best of the best. Unaona? Hasara nyingine ni clinical experience inahitajika, ambayo ni US clinical experience. Kwa hiyo wewe hata kama wewe ni neurosurgeon bongo au ni orthopedic surgeon bongo, bado ile experience yako ya kule haina uzito. Inabidi uje hapa ufanye rotation hapa. Unaona? Ambayo sio rahisi kupata na ni gharama kupata. Unaona? Kitu ambacho watu wengi wanashindwa. Hizo ndio changamoto za njia hii ya Marekani. Na I'm not saying this in a bad way, na kuwa realistic. Kuna madaktari wengi sana Marekani ambao ni kutoka nchi mbalimbali ambao hawa practice tena kwa sababu hii njia ilikuwa changamoto kwao. Wengine hawakufaulu kabisa ile mitihani, wengine walifaulu hawakumatch, wakaamua kufanya issue zingine. Kwa ni issue ambayo unatakiwa uiconsider ukiamua kufuata hiyo safari. Kwa hiyo angalia umri wako unakuruhusu kupalangana na hiyo safari. Unaona? Kama wewe ni kijana mdogo, kwani kuna pesa na au hata kama au unahisi kuna jinsi utaweza kufund hiyo process, basi unaweza kuanza kupambana na hii safari. Ila kama unahisi it's not for you, ndio achana nayo. Lakini mtu yoyote anaweza akafanya. Wewe tu ujiangalie situation yako unaionaje. Tuende kwenye upande wa PLAB. Faida za PLAB kwanza ni rahisi. Kwanza mtihani wenyewe ni rahisi. Mtihani ni rahisi na gharama ni ndogo. Unaona? USMLE ni mtihani mgumu, asikudanganye mtu. Unahitaji maandalizi sana na syllabus yetu na yao ni tofauti kabisa. At some point unaweza kujihisi kama yani ukiona ule mtihani unaweza kujihisi kama vile wewe hujawahi kukanyaga medical school kabisa. Ukiona tu sio mtihani, ukiona tu resource na maswali yake, ukianza kusoma maswali unaweza kujihisi wewe hujawahi kwenda shule kabisa, lakini ndio mfumo wao ulivyo. Kwa hiyo hawa jamaa wa UK PLAB ni cheaper, $3,000 mpaka $6,000. Kuna mitihani miwili, PLAB 1 na PLAB 2. Hakuna residency, hakuna matching. Kisha faulu mitihani, as long as una leseni ya kufanya kazi nyumbani, basi unapata leseni ya huko Uingereza, unaanza kazi. Faida nyingine ni rahisi kupata kuingia kwenye mfumo wa kazi. Wao jamaa wana mfumo wao unaitwa NHC. Unaona? Wanasema ni rahisi kuingia kwenye mfumo wa kazi baada ya yaani ukishafaulu ile mitihani tu na
unaweza kujikuta unaanza, yani kwa mfano ukifaulu mtihani leo unaweza kuanza kazi ndani ya mwaka mmoja, unaona, baada ya kufaulu hiyo mitihani yao. Lakini kwa Marekani ushafaulu ile mitihani yao, bado kuna safari nyingine ndefu ya residence, unaona. Lakini pia nao wana faida ya ukifanya kazi miaka 5 Uingereza, unaweza ukaanza kuapply permanent residence. Wanasema pia kuna huko Uingereza kuna work balance, masaa kufanya kazi sio mengi kama huko Marekani, kwa hiyo unaweza kupata muda na kufanya familia yako. Hasara za UK ni mshahara kidogo. Sasa hii point ni very subjective. Ni sio mshahara kidogo kwa mtu ambaye yuko Tanzania. Ni mshahara mdogo kwa mtu ambaye anaishi Marekani, yani ambaye ana exposure ya Marekani. Lakini kama unatoka Tanzania unaanza kulipwa dola 30,000 mpaka 40,000 kwa mwaka. Sio dola, sorry, ni pound. 30,000 mpaka 40,000 kwa mwaka sio hela ndogo, ni hela nzuri tu. Consultant nasikia analipa mpaka pound 80,000 mpaka pound 100,000 kwa mwaka. Sio pesa ndogo, kibongo bongo ni pesa nyingi, unaona. Kwa hiyo tusizungumzie. Changamoto nyingine ambayo nazungumzia kwamba kule promotion na training huwa zinachelewa sana na very competitive, kwa hiyo inachukua muda mrefu sana. Lakini pia wanasema changamoto nyingine bureaucracy, kwamba mfumo wa kazi kule una shortage ya wafanya kazi na mazingira ya kazi sio mazuri, unaona. Pia kuna limitation ya hizi speciality sio nyingi, unaona, na hazipewi kipaumbele kwa wageni, unaona. Kwa hiyo hii ninaweza kusema hiyo ndio kwa ufupi kuhusu comparison ya Marekani na UK, unaona. Kwa hiyo mwenyewe unaweza kupiga hesabu zako kuangalia, bwana, mimi nataka nifanye mambo haraka haraka, nifaulu, nianze kazi, nipate hela zangu, ukafanya ukafuata njia ya UK, unaona. Ukiona una muda wa kujituma, you can risk, unaweza kupambana na njia ya Marekani. Kuna ambao walifanya plug wakafaulu, wakafanya kazi Uingereza, baadaye walipoona hawariziki wakapiga tena na USMLE wakaja Marekani. Kwa hiyo ni mipango tu ya mtu, unaona. Kwa hiyo hiyo ndio kwa kifupi kuhusu Marekani na Uingereza. Nashukuru kwa kuangalia video yangu. Share na washikaji, like, comment. Nashukuru sana.